Karibu mtazamaji wa Mabadiliko Chanya TV. Leo tunakuletea makala maalum kutoka COP30, mkutano mkuu wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi unaoendelea nchini Brazil. Je, huduma za hali ya hewa zina mchango gani katika uwezo wa mkulima wa Kitanzania kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Msimulizi wako ni mimi Hadija Omari Mazezele. Kilimo sio tu uti wa mgongo, bali ni uhai wa taifa letu. Sekta hii inachangia karibu nusu ya pato la taifa na inatoa ajira kwa zaidi ya 75% ya Watanzania. Hivyo kuimarisha huduma za hali ya hewa kwa wakulima ni msingi wa kilimo chenye tija. Huduma za hali ya hewa zinatajwa kuwa ni mchango mkubwa katika kuboresha kilimo. Taarifa hizi muhimu husaidia wakulima kufanya maamuzi sahihi kuhusu uzalishaji wa mazao na ufugaji. Aidha, hurahisisha kupunguza madhara ya ukame, mafuriko na upepo mkali kwa kutoa tahadhari mapema. Katika mkutano wa pembeni wa nchi wanachama wa COP30, nchi za Afrika zimekubaliana kuimarisha miradi ya huduma za hali ya hewa na matumizi yake, yani CLIMSA. Sababu ni rahisi: uzalishaji wa chakula barani unategemea sana mvua, na mabadiliko ya hali ya hewa huathiri moja kwa moja upatikanaji na usalama wa chakula. Nchi hizo zimebainisha kuwa miradi ya CLIMSA ni nyenzo muhimu ya kilimo chenye tija kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, wawakilishi wa Tanzania walieleza jinsi mamlaka ya hali ya hewa TMA inavyotoa jarida maalum la utabiri wa hali ya hewa na ushauri kilimo kila baada ya siku 10. Licha ya jitihada hizo za TMA, wakulima wengi nchini, wakiwemo wakulima wa mkoa wa Tabora, wanasema jarida hilo limebaki kuwa simulizi ya kusadikika. Wanasema hawajawahi kuliona wala kupata taarifa zake, huku wachache tu wanasema wamewahi kulisikia likitajwa. Jamani, mimi kwa kweli silifahamu jarida la kilimo. Yaani kwa kweli hali ya hewa ya masika inakuwa sio nzuri kwa mwaka huu. Ina maana tungekuwa tumeshaanza kulima muda mrefu. Saizi mvua tunaona imechelewa. Kwa kweli jarida la hali ya hewa kuhusu kilimo hatulifahamu, tunajilimia tu yani. Msimu ukifika tunalima, hatuelewi chochote. Sasa, ili jarida hili muhimu la utabiri wa hali ya hewa liwafikie wakulima wengi mkoani Tabora na nchini kwa ujumla, wameshauri njia zinazofaa za kufikisha huduma hii. Ndio utajikuta watu wakulima tuko kimya kimya, hatujui kinachoendelea. Lakini kama wapo wanatutembelea, inakuwa vizuri hata kulitambua unaolisema wewe jarida la wakulima. Tunaomba wataalamu watutembelee, tusio kwamba wakae tu ofisini kwao. Sasa wakikaa ofisini kwao sawa na bure, wengine hatuna radio, hatuna simu kubwa, sasa tutawapataje? Tunakutana na changamoto nyingi tu. Kwa mfano, unaweza kukuta kuna mvua nyingi, unaweza kumkalima, saa zingine mahindi mvua ikakatikia, mahindi yakagoma. Tunaomba watusaidie na kututembelea, maana wakisha tutembelea si ndo wanakuja kutusaidia. Kwa upande wake, afisa kilimo mwandamizi mkoa wa Tabora Saidi Babu amekiri na kusisitiza kuwa huduma za hali ya hewa ni nyenzo muhimu katika kuchochea kilimo chenye tija kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi. Jitihada ambazo tunaweka na mkoa ambao mara nyingi tunafanya kila mwaka, huwa tukishapata jarida hilo, kwanza tunafanya vikao. Tunatisha kikao ambapo tunawaita wakurugenzi, lakini pia wakuu wa wilaya na makatibu wa wilaya. Tunakuwa kwenye kikao cha pamoja cha kupokea taarifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na hilo jarida. Kupitia kikao hiko tunakuwa na maazimio ambapo yale maazimio yanapelekwa kwa wakurugenzi wa halmashauri, na wao wanapeleka hadi kwa maafisa ugani wa level ya kata pamoja na kijiji kwa ajili ya kuona namna bora ya kushauri wakulima kulingana na msimu husika. Kwa hiyo mkulima anaweza sema halijui jarida, lakini anapata ushauri kutoka kwa maafisa ugani ambao wao wanakuwa wamelitumia hilo jarida kwa kuona mwelekeo wa mvua kwa msimu husika. Na matumizi sahihi ya taarifa hizi huchangia kuongeza tija, lakini pia kupunguza athari ya majanga na kuboresha usalama wa chakula, lakini pia na kipato cha wananchi. Tumeona umuhimu wa CLIMSA na jitihada za TMA. Hata hivyo, bado kuna pengo la kufikisha taarifa hizi kwa mkulima wa mwisho. Ili kufikia malengo ya COP30 na kuhakikisha usalama wa chakula nchini, ni wajibu wa wadau wote, serikali, TMA, maafisa ugani na vyombo vya habari
Kuhakikisha taarifa hizi zinatoka katika simulizi ya kusadikika na kuwa ukweli wa kila siku kwa mkulima. Tukutane siku nyingine. Jina langu naitwa Khadija Omari Mazezele.